Shukuru Mwenyezi Mungu tumebakia, tunakwenda kuanza msimu mpya wa 26-27 wa ligi ya soka Tanzania bara. Na ligi inafunguliwa ama msimu unafunguliwa leo kwa mchezo wa ngao ya jamii ambao unapigwa kule Zanzibar. Kuashiria kwamba ligi inakwenda kufunguliwa. Sisi karata yetu ya kwanza tutakwenda kuitupa tarehe 14 dhidi ya timu ya Geita Gold Mine ambayo timu imepanda kutoka kule halmashauri ya Geita. Kwa hiyo tunaamini kabisa mchezo huu utakuwa mzuri. Sisi kwa upande wetu kikosi kiko imara chini ya mwalimu Salum Mayanga na wasaidizi wake tayari kwa ajili ya msimu mpya wa ligi ya soka Tanzania bara. Kiufupi tu niwajuze kwamba kwenye msimu huu na mpaka sasa bado tupo kwenye dirisha la usajili. Tunahakikisha kwamba tunafanya usajili ulio bora ambao utapelekea kutofikia hatua ambayo tulifikia msimu uliopita ule wa papatu wa kucheza playoff. Safari hii tunaamini kabisa kwa nguvu yake Mwenyezi Mungu, kwa dua na maombi ya watu kutoka ukanda huu wa Nyanda za Juu Kusini na wale wote duniani ambao wanapenda Mbeya City, hatutokaa mahala pale. Na sisi kama management tunakwenda kufanya usajili ulio bora, usajili ambao unakidhi mahitaji ya mwalimu Salum Mayanga na wasaidizi wake ili timu yetu iweze kufanya vizuri. Na siku zote huwa nasema kwamba timu hii sio timu tu ya mpira wa miguu bali ni kisisimuzi cha uchumi kwenye nyanda hizi za Juu Kusini. Nikisema hivyo namaanisha kwamba unapofanyika ama timu hii inapokuwa kwenye ligi ya soka Tanzania bara, safari ya watu kuja kutazama michezo ya timu hii huwa inasisimua uchumi wa mtu mmoja mmoja, lakini pia uchumi wa mkoa kwa ujumla na kanda kwa ujumla. Kikubwa tu safari hii mpaka sasa tumefanya sajili za wachezaji ambao wapya takribani 14, na kwenye wachezaji wao 14 wapo kutoka ndani ya nchi na wengine wanatoka nje ya nchi. Kikubwa tulichozingatia ni kwamba ukiangalia interview ya ligi tangu ilipoisha mpaka kwenda kuikuta ligi nyingine ya msimu huu mpya ni kipande kidogo sana. Kwa hiyo usajili huu unataka umakini mkubwa, kwa maana ya kwamba lazima utafute aggressive players, lakini pia wachezaji ambao wana umri ambao unaweza kuwa na tenki zuri la kutunza oxygen, yani pumzi ambayo inaweza kutunza, lakini wana uwezo wa kugongana na kupambana vilivyo kwenye timu. Kwa hiyo hili tumelizingatia kusajili wachezaji ambao walikuwa wanacheza ligi hii, lakini pia walikuwa wanacheza nje ya ligi zingine ya nchi ama nchi yetu. Kwa hiyo tumelizingatia hilo. Kikubwa tu niseme kwamba mpaka sasa tumesajili wachezaji 14, lakini pia tumepandisha wachezaji kutoka under 20 timu yetu iliyopita, na kama unavyojua kwamba kwenye msimu uliopita timu yetu ilishika nafasi ya 3 kwenye michuano under 20. Kwa hiyo tulifanikiwa kuwa na wachezaji wazuri. Kwa hiyo pia sheria, kanuni na taratibu zinahitaji kuwa na wachezaji ambao wako kwenye timu ya under 20 ambao watahusishwa kwenye lineup kwenye michezo yote ambayo tunacheza. Kwa hiyo yote haya tumeyafanya kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu. Ukiangalia kwenye usajili tumemsajili mchezaji Jimson Mwanuke. Huyu alikuwa fullback wa timu ya Fountain Gate ambaye sasa tuko naye, lakini pia tuko naye Ismail Aziz Kada. Huyu ni mchezaji ambaye anatuofa nafasi nyingi kucheza kwenye pitch. Anatuofa kucheza fullback, anatuofa kucheza wing, lakini anatuofa kucheza pia kama inside 10. Kwa hiyo unaona namna gani wachezaji hao wawili ndio walikuwa wanacheza kwenye timu zao, na haya ndio mahitaji ambayo tulikuwa tunayataka. Lakini pia tuna mchezaji Oscar Mwajanga, yeye akitokea kwa Tanzania Prisons. Huyu mshambuliaji Oscar Mwajanga akitokea Tanzania Prisons. Sambamba na hilo tuna mchezaji Nasoro Mbaruk. Huyu ni beki wa kati akitokea KVZ ya kule Zanzibar. Kama unavyojua KVZ ni timu ambayo inashiriki ligi ya soka kule visiwani Zanzibar. Na ukitaka kupata testi nzuri ya mpira wa nchi hii, basi angalia karibu vilabu vyote kwenye ligi ya soka Tanzania bara, huwezi kukosa Mzanzibari hata mmoja. Hii inaashiria kwamba Zanzibari kuna vitu vya maana kabisa vinatoka. Tumemsajili kutoka KVZ. Lakini pia tuna mchezaji anaitwa Juma Shaban. Huyu ni beki wa kati akitokea KVZ vile vile, katika kuhakikisha eneo letu la goli linakuwa salama kama tunavyohitaji. Tumemsajili mlinda mlango wa timu ya taifa ya Malawi. Huyu anaitwa Brighton Montari. Huyu ni mlinda mlango wa timu ya taifa ya Malawi, tuko naye, na ndio maana nilisema kwamba tuna wachezaji kutoka ndani na nje ya nchi. Tumemsajili mshambuliaji wa Joseph Mbaga akitokea Mbeya Kwanza, lakini Amon Mwakitalu
mshambuliaji akitokea Masters FC ya kule nchini Malawi. Huyu ni Mtanzania lakini alikuwa akicheza kule. Tumemsajili Rashid Juma, mshambuliaji kutoka TMA, George Chota kiungo kutoka Mtibwa, Omari Kazbuzungu kiungo kutoka Mtibwa, Musin Malima kiungo kutoka Azam Football Club, Abdallah Dennis kutoka timu ya Coastal Union, huyu ni mlinzi wa kati. Hao ndio wachezaji 14 ambao tumewasajili mpaka sasa hivi, na nimesema tangu awali kwamba dirisha bado liko wazi, chochote kinaweza kutokea, tukaongeza ama tukaamua kuacha hivi hivi. Kutoka kuangazia swala la usajili na angazia michezo ambayo tutakwenda kucheza sasa kwenye ligi ya soka Tanzania bara. Karata ya kwanza kama nilivyosema, tunacheza na timu ya Geita Gold Mine, uwanja wa Sokoine hapa tarehe 14 tunaanza kutupa karata yetu ya kwanza. Kikosi kiko vizuri kama nilivyosema na maandalizi yako vizuri, tuko tayari kwa ajili ya mchezo. Na hii sasa kutaka kuwasogeza karibu mashabiki, kuwasogezea timu yao, tumeweka kiingilio ambacho ni very affordable, shilingi 3,000 tu ya kiingilio. Uwanja mzima watu wataingia kwa shilingi 3,000, isipokuwa kuna maeneo ambayo yametengwa maalum kwa ajili ya watu maalum. Kwa hiyo niwaalike mashabiki waje kwa wingi, wajitokeze kwa wingi kuhakikisha kwamba tunaisupport timu yetu, tunaipa nguvu na kuweza kuhanikiza wachezaji waweze kufanya vizuri kwenye michezo hii ya nyumbani. Mchezo wa kwanza tutacheza na Geita, mchezo wa pili tutacheza na Dodoma Jiji, na mchezo wa tatu tutacheza na Mashujaa hapa hapa kwenye dimba la kumbukumbu ya hayati Edward Moringe Sokoine jijini Mbeya.